Katika miradi ya makazi ya Kiboko A, B na C eneo la Gumo, Kibwezi, kaunti ya Makueni. Katika miaka ya 1900 wametoa notisi ya siku 7 kwa ofisi ya usajili wa ardhi ya Kibwezi kutatua migogoro ya umiliki wa ardhi ambayo imeendelea kwa muda mrefu. Wakizungumza katika wadi ya Gumo, wanachama wa miradi hii ya makazi wanalalamika kuwa wamekuwa wakitafuta msaada wa mamlaka husika kwa miaka mingi bila mafanikio, wakidai kuwa baadhi yao wamepoteza mashamba kwa makundi yanayodaiwa kunyakua. Mwakilishi wa wadi ya Gumo, Mudhiani Mwangangi, amewataka wahusika wa serikali kushughulikia swala hili kwa haraka na kuhakikisha kuna kuwepo na mchakato wa wazi na wa uhakika ili kubaini wamiliki halali wa mashamba hayo. Shamba ile ingine ni shamba ya mama yetu ambao uliuziwa tajiri fulani, na sababu yeye ni mwenye pesa akatushinda. Akaenda akapewa barua Kibwezi, ofisi yetu ya lands, akapata barua pale, tukaenda tukafanya kesi. Tulipoenda kwa shamba akaleta mikora, wakatufukuza na mapanga. Atuelewi walikuwa askari, walikuwa watu walikuwa wameajiri. Kwa hivyo sisi tukakimbia, tukahofia juu ya maisha yetu. Tulipofuatilia ofisi ya wote tukapata jina ni la mama yetu, tukaenda ardhi house tukapata ni jina la mama yetu, lakini kurudi Kibwezi sababu anatuambia hiyo ndio ofisi main, tukaambiwa hatuna shamba. Shida yangu ni kubomolewa boma yangu ipatiwe mtu mwingine. Manake huyu atakuja siye binadamu kuniliko. Na siye pengine kama si yeye alikuwa anadaiwa, ni mimi nilikuwa ninadaiwa. Mtu akienda Kibwezi na makaratasi yake, ananyang'anywa makaratasi, anaambiwa shamba si yake, anaambiwa andike barua. So watu wangu wameshinda wakiandika mabarua kwa cyber. Wakipeana na hao, wakomplain shamba ni yao. Huyo mtu amekaa kwa shamba kutoka 1992 mpaka saa hii. Mtu anaambiwa shamba si yake. Kwa hivyo hatutakubali na sitakaa chini watu wangu wakiendelea kunyanya